أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Allah awe msaidizi wake anasema, katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu Hazrat Ali radhiallahu anhu. Leo pia nitaendelea na habari zake. Kuhusu udugu wa Hazrat Ali, riwaya inasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya kuwa ndugu yake kwa mara mbili. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina ya wahajiri katika Makka. Kisha baada ya kutokea hijra ya Madina akawaunganisha wahajiri na ansar katika udugu, na kwa mara zote mbili akamwambia Hazrat Ali, anta akhi fi dunia wal akhira, wewe ni ndugu yangu katika dunia na akhira. Kwa mujibu wa riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina ya Hazrat Ali bin Abu Talib na Hazrat Sahel bin Hanif. Udugu huo ulitokea lini? Historia inasema kwamba udugu huo ukatokea mara mbili. Hivyo Alama Kustalani aliyeandika maelezo ya Sahih Bukhari anasimulia kwamba udugu huo ulitokea mara mbili. Mara ya kwanza ukatokea kabla ya hijra katika Makka, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka udugu kati ya Hazrat Abu Bakar na Hazrat Umar, Hazrat Usman na Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Zubair na Hazrat Abdullah bin Masud, na Hazrat Ali akamfanya kuwa ndugu yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akahamia Madina, na katika nyumba ya Hazrat Anas bin Malik akaweka udugu baina ya wahajiri na ansar. Ibn Saad anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu kati ya maswahaba 100, yani baina ya wahajiri 50 na ansar 50. Hazrat Ali radhiyallahu anhu alishiriki katika vita ya Badr na kwenye vita zingine zote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa vita ya Tabuk. Katika vita hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua ili awaangalie familia yake huko nyumbani. Hazrat Salaba bin Abu Malik anasimulia, wakati wote Hassan bin Ubada alikuwa akishika bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati wa vita Hazrat Ali bin Abu Talib alikuwa akishika bendera. Vita ya Ushara ilikuwa ikitokea Jamadiul Ula mwaka wa pili wa hijra. Katika vitabu vya historia vita hiyo inajulikana kwa majina ya vita Ushara, vita Zul Ushara, Zatul Ushara na Usera vile vile. Ushara ni jina la ngome inayopatikana katikati ya Yambo na Zul Marwa katika Hijaz. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib
akieleza maelezo yake anasema hivi: jamadiul ula mwaka wa pili wa hijra, mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa kuhusu makuraishi wa makka na pamwe na kundi moja la muhajirina akatoka madina. Na huko nyuma yake akamteua ndugu yake ya kunyonya abu salama bin abdul asad kama amir. Katika vita hii mtume sallallahu alaihi wasallam akizunguka mwishowe akafika katika eneo la ushara lilokuwa karibu na pwani na karibu na yambo. Na ijapokuwa mapigano hayakutokea katika safari hii, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga mkataba na kabila la banu mudlaj kisha akarejea. Katika vita hiyo Hazrat Ali radhiyallahu anhu alikuwa ameshiriki. Riwaya ya Musnad Ahmad bin Hanbal inaeleza hivi: Hazrat Ammar bin Yasir anasema kwamba katika safari ya mapigano ya Zatul Ushara nilikuwa na Hazrat Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda huko na kuishi kule, tuliwaona watu wa banu mudlaj wakifanya kazi karibu na chimchim kwenye bustani ya mitende. Hat Ali aliniuliza, ewe Abu Yakzan, una rai gani? Je, tuwaende na tuone kwamba wanafanya nini? Basi tukawaendea na kuona shughuli zao, kisha tukaanza kusinzia. Hivyo mimi na Hat Ali tukatoka huko na tukajilaza juu ya vumbi katikati ya mitende na tukalala. Na hapa kwa Allah hakuna aliyetuamsha isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutugusa na mguu wake akatuamsha, ilhali miili yetu ilikuwa imechafuka na mavumbi. Siku ile mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona vumbi juu ya mwili wa Hazrat Ali akasema, ewe Abu Turab. Kisha akasema, je, nisiwaambieni kuhusu watu wawili wenye bahati mbaya sana? Huzur anasema kwamba habari hii ya Abu Turab nilikuwa nimeieleza katika hutuba iliyopita isemayo kwamba alikuwa amelala miskitini huku ubavu wake ukiwa umechafuka na mavumbi. Ndipo mtume akasema kwamba ewe Abu Turab, na akamuita kwa jina la Abu Turab, na kuanzia hapo Abu Turab ikawa kunia yake. Au inawezekana kwamba wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpa jina hilo, au huenda atakuwa amesema katika sehemu zote mbili. Inaonekana kwamba hilo ni tukio litokalo kabla, yani tukio hilo la bustani ni tukio litokalo kabla yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba je, nisiwaambieni kuhusu watu wawili wenye bahati mbaya mno? Tukasema ndio, ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu wa kwanza alitokana na kaumu ya Thamud aitwaye Uhemar, aliyekuwa amekata miguu ya ngamia ya Saleh. Na mtu wa pili ni yule ambaye, ewe Ali, atakushambulia kichwani hadi ndevu yako italowa na damu. Vita ya Safwan Badrul Ula ilikuwa imetokea katika mwaka wa pili wa hijra, mwezi wa Jamadiul Akhir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika maelezo yake kama hivi: mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka mapigano ya Ushera, siku 10 zilikuwa hazikupita ambapo mkuu mmoja wa Makka, Kurz bin Jabir Fehri, akifuatana na kikosi cha Quraishi kwa ujanja fulani, akashambulia ghafla bonde moja la Madina lililokuwa na umbali wa maili 3 kutoka mjini, na akawapora ngamia za Waislam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari zake, mara moja akamteua Zaid bin Harisa kuwa amiri wake, na akifuatana na kikosi cha muhajirina akatoka kwa ajili ya msako wake, na akamsaka hadi Safwan ambapo ni mahala fulani karibu na Badr, lakini yeye akakwepa na kuondoka. Vita hiyo inajulikana kwa jina la vita ya Badrul Ula. Katika vita hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpatia Hazrat Ali bendera nyeupe,
vita ya badar ilikuwa imetokea mna mwaka wa pili wa hijra sawa na Machi 623. habari zake na habari zinazomhusu Hazrat Ali ni kama hizi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma kina Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Abi Waqas na Hazrat Basbas bin Amr kwenye chemchem ya Badr ili walete taarifa ya washirikina wao. Wakawaona Makureshi ambao walikuwa wakiwanywesha wanyama wao, wakawakamata na kuwaleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mapigano ya Badr vikosi viwili viliposimama ana kwa ana. Kwanza kabisa wana wawili wa Rabia, Sheba, Utba na Walid bin Utba wakajitokeza na wakawaita Waislamu kwa ajili ya mapigano. Ndipo Ansar watatu wa kabila la Banu Haris, Muaz na Muawiz na Auf walikuwa wana wa Afra wakatoka kwa ajili ya mapigano. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kwamba Ansar washiriki katika mapigano ya kwanza baina ya Waislamu na washirikina, bali akapendelea kwamba shani ya dini izwihiri kwa kuwapitia vizazi vya baba yake mdogo na kaumu yake. Hivyo akawaamuru Ansar nao wakarejea katika safu zao na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea kheri. Kisha washirikina wakasema, ewe Muhammad, kwa ajili ya kupigana nasi watume watu wa kaumu yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, eni Banu Hashim, inukini mkapigane kwa ajili ya haki yenu ambayo kwayo Allah amemtuma nabii wenu, ilhali watu hawa wamekuja na batili yao ili wazime nuru ya Allah. Basi Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib, Hazrat Ali bin Abu Talib na Hazrat Ubaida bin Haris wakasimama na kuelekea kwao. Utba akanena, semeni ili tuweze kuwatambueni. Walikuwa wakivaa deraya na nyuso zao zilikuwa zimefunikwa. Hazrat Hamza akasema, mimi ni Hamza bin Abdul Muttalib, ni simba wa Mungu na mtume wake. Utba akasema, mshindani ni mzuri na mimi ni simba wa maadui. Hawa ni kina nani pamoja nawe? Hazrat Hamza akasema, Ali bin Abu Talib na Ubaida bin Haris. Utba akasema, wote ni washindani wa hodari. Kisha Utba akamwambia mwana wake, ewe Walid, inuka. Hazrat Ali akaenda kupigana naye na vita ikaanza kati yao na Hazrat Ali akaamua Walid. Kisha Utba akanyanyuka na Hazrat Hamza akajitokeza zidi yake na vita ikaanza baina yao na Hazrat Hamza akaamua. Kisha akasimama Shaba na Hazrat Ubaida bin Haris akasonga mbele, na siku ile Hazrat Ubaida bin Haris alikuwa mkubwa katika umri kuliko maswahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Shaba akampiga Hazrat Ubaida mguuni kwa kona ya upanga wake iliyokata nyama ya goko lake na ikalipasua. Hazrat Hamza na Hazrat Ali wakamshambulia Shaba na wakamua. Riwaya hiyo ilikuwa imeelezwa miaka miwili kabla. Nimeeleza sehemu yake kidogo. Ipo riwaya nyingine isemayo ya kwamba Hazrat Ali anasimulia ya kuwa Utba bin Rabia na nyuma yake mwanaye na nduguye walijitokeza na wakasema kwa sauti ya juu kwamba nani atakuja kupigana nasi. Vijana wengi wa Ansar wakajitokeza. Utba akawauliza, nyinyi ni kina nani? Wao wakasema, tunatokana na Ansar. Utba akasema, hatuna shida nani isipokuwa nia yetu ni kupigana vita na wana wa baba yetu mdogo. Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Hamza inuka, ewe Ali simama, ewe Ubaida bin Haris songa mbele. Hamza akaelekea kwa Utba na Hazrat Ali anasema nikaelekea kwa Shaba na Ubaida akapigana na Walidi na wote wakajeruhiana. Kisha tukaelekea kwa Walid na tukamua na tukambeba Ubaida na kumleta nje ya uwanja wa vita. Hazrat Ali
radhiallahu anhu kuhusu vita ya badar anasimulia kwamba katika vita hii makafiri walikuwa wengi sana kuliko waislam. Usiku kucha mtume saa salam akaendelea kufanya maombi kwa allah kwa unyenyekevu mkubwa. Kikosi cha makafiri kiliposogea karibu nasi na tukapanga safu mbele yao, ghafla tukamwona mtu mmoja aliyekuwa amepanda juu ya ngamia mwekundu na kipando chake kilikuwa kikipita katikati ya watu. Mtume saa salam akasema, ewe Ali, Hamza aliyesimama karibu na makafiri, ebu muite na mumuulize kwamba mwenye ngamia mwekundu ni nani na anasema nini. Kisha mtume saa salam akasema kwamba ikiwa miongoni mwa hawa yupo awezaye kuwanasihi kwa kheri, basi ni huyu mwenye ngamia mwekundu. Katika muda huo akaja Hamza na akamwambia mtume saa salam kwamba huyo ni Utba bin Rabia ambaye anawakataza makafiri kutoka kupigana vita. Na Abu Jehel akamwambia Utba bin Rabia kwamba wewe ni mwoga na unaogopa vita. Utba akasema kwamba leo tutaona kwamba mwoga ni nani. Na bwana huyo Utba alikuwa ameshiriki katika vita. Hat Ali anasimulia kwamba siku ya Badar mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kuhusu mimi na kuhusu Abu Bakar akisema kwamba miongoni mwenu yupo mmoja ambaye hat Ibrahil ni kulia kwake na mwingine hat Mikail ni kulia kwake na hat Israfil ni malaika azimu anayehudhuria wakati wa mapigano na anakuwepo katika safu. Hamiza Bashir Ahmad Sahib akieleza hali ya vita ya Badar anaandika hivi: hat Ali anasema ya kwamba nilikuwa nawaza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam huku nikipigana vita, ndipo nilikuwa nakimbilia hema lake, lakini kila nilipoenda nikamkuta akiwa katika sijda huku anaomba kwa unyenyekevu mkubwa, na nikamsikia akisema, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ewe Allah, ewe Mungu wangu aliye hai, ewe Mungu wangu mwenye kujalia uhai. Hat Abu Bakar kwa kuona hali yake alikuwa akikosa utulivu na alikuwa akisema, ya Rasulullah, wazazi wangu wajitolee kwako, usiwe na wasiwasi, Allah atatimiza ahadi zake. Lakini hata hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua na alikuwa na wasiwasi kwamba wakati mwingine ahadi za Allah zinakuwa na masharti yake. Mnamo mwaka wa pili wa hijra hat Ali alimuoa hat Fatima radhiyallahu anha. Hat Ali alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba ombi la kumuoa hat Fatima ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alilikubali kwa furaha. Hat Anas anasimulia kwamba hata Abubakar na Hazrat Umar wote wawili walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kila mmoja wao akaomba kumwoa Bi Fatuma, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya na hakuwajibu. Hazrat Ali anasema kwamba mimi nilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamwomba kwamba, je, utamwoza Bi Fatuma pamoja nami? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, unacho chochote kama mahari? Nikasema, nina farasi na ngao yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba farasi bado unamhitaji, isipokuwa uza diraya yako. Hivyo nikaiuza kwa dirhamu 480 na kuandaa fedha ya mahari. Huzur anasema kwamba wapo watu wasemao kuwa mahari iandikwe tu ilhali upande wa kuilipa tutaona baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mahari iandaliwe mapema. Maana yake ni kwamba hiyo ni haki inayotakiwa kutekelezwa mara moja. Baadhi ya watu wananiindikia kwamba kina mama wanaomba mahari ilhali tunaishi kwa furaha na amani. Sasa ikiwa wanaomba, basi hiyo ni haki yao na wanatakiwa kulipwa wakati huo huo. Kisha unatokea ugomvi juu yake, na wakati wa talaka pia inatakiwa kulipwa, japokuwa mahari haihusiki na mambo ya talaka pekee, bali ni haki ya kina mama. Sawa na riwaya moja, hat Ali aliuza diraya yake kwa hat Usman. Hat Usman akalipa thamani ya diraya na pia akamrudishia diraya yake. Hat Ali anasema, nikaja na fedha hiyo na kuiweka mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua kiasi na kumpatia Bilal na akamwambia kwamba, nenda ukanunue manukato, na akawaambia watu wengine kuwa watayarishe vitu kwa ajili ya Fatuma. Hivyo vitu kama kitanda, mto wa ngozi,
uliokuwa umejazwa na majani ya mitende na kadhalika vikaandaliwa. Sawa na riwaya nyingine, wakati wa kumwoza binti yake kwa Hazrat Ali, mtume akasema, Mungu wangu ameniamuru kufanya hivyo. Baada ya harusi, mtume SAW akamwambia Hazrat Ali kwamba Fatuma akija kwako usiongee naye hadi nije. Hivyo Hazrat Fatuma akaja na Hazrat Umme Aiman na akaketi kwenye sehemu moja ya nyumbani. Kisha mtume SAW akaja na akasema kwamba, je, ndugu yangu yupo hapa? Umme Aiman akasema kwamba ndugu yako, na wewe umemwoza binti yako kwake? Mtume SAW akasema ndio, na akaingia ndani na akamwambia Hazrat Fatuma, niletee maji. Khalifa mtukufu anasema kwamba ndoa ya aina hii inaweza kufanywa, kwani Hazrat Ali hakuwa ndugu wa mtume SAW kutoka mama moja na baba mmoja. Ye akainuka akaleta maji katika bakuli. Mtume SAW akasukutua na yale maji, kisha akamwambia Hazrat Fatuma kwamba sogea mbele. Ye akaja mbele. Mtume SAW akamiminia hayo kichwani mwake na akimwambia akasema kwamba, Allahumma inni uizuha bika wa zurriyataha minashaitani rajim, ewe Allah, huyu na kizazi chake na wakabizi kwako ili uwalinde kutoka shetani arujumiwaye. Kisha akasema, geuka upande wa pili. Walipogeuka upande wa pili, ndipo mtume sasa akamiminia maji katikati ya mabega yao, na akafanya hivyo kwa Hazrat Ali. Akamwambia Hazrat Ali kwamba, kwa jina la Allah na baraka zake, nenda kwa ahli zako. Imesimuliwa na Hazrat Ali ya kwamba mtume SAW alitawaza katika chombo kimoja, kisha akamiminia maji hayo juu ya Hazrat Ali na Hazrat Fatuma, na akasema kwamba, ewe Allah, uwajalie baraka na utie baraka katika ndoa yao. Hazrat Aisha na Hazrat Umme Salama wanasema kwamba mtume SAW akatuambia ya kwamba tumtiarishe Fatuma na tumpelekee kwa Hazrat Ali. Hivyo tukaanza maandalizi ya nyumbani, tukapiga lipu na udongo laini wa bataha, kisha tukajaza mito miwili na majani ya mitende na tukaitiarisha kwa mikono yetu. Kisha tukaandaa tende, zabibu kavu na maji matamu, na tukachukua ubao na kuninginiza chumbani kwenye kona yake ili vitu viweze kuninginizwa juu yake. Hatukuona harusi nzuri zaidi, yani tukaweka ubao nyumbani ili vitu viweze kuninginizwa juu yake, na hatukuona harusi nzuri zaidi kuliko harusi ya Hazrat Fatuma. Sherehe ya walima ilikuwa imefanywa na tende, ngano na chizi na hes. Hes ni chakula kinachotayarishwa na tende, samli na chizi. Hazrat Asma binte Umais anaeleza kwamba katika zama zile haikutokea sherehe nzuri zaidi kuliko sherehe hiyo ya walima. Habiza Bashir Ahmad Sahib akieleza hali ya harusi ya Hazrat Fatuma na Hazrat Ali anasema katika sera ya Khataman Nabiyin kwamba Hazrat Fatuma alikuwa mdogo kuliko watoto wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliozaliwa kutoka kwa Hazrat Khadija radhiyallahu anha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda sana katika watoto wake, na kutokana na sifa zake njema Fatuma alikuwa na haki kwamba apendwe zaidi. Sasa umri wake ulikuwa umefikia miaka 15 na Mtume sallallahu alikuwa ameanza kupokea ujumbe kuhusu harusi yake. Kwanza kabisa Hazrat Abubakar akapelekea ombi lake, lakini Mtume sallallahu akatoa uzuru. Kisha Hazrat Umar akamwomba, lakini ombi lake halikupokelewa. Kisha wote wawili kwa kuelewa kwamba sasa nia ya Mtume sallallahu ni kumwoza Bi Fatuma kwa Hazrat Ali, wakamwambia Hazrat Ali ili apeleke ombi lake kuhusu Hazrat Fatuma. Hazrat Ali ambaye labda alikuwa na tamani, lakini kwa sababu ya haya alikuwa hakusema, akamjia Mtume sallallahu na akamwomba kwa ombi lake. Upande wa pili Mtume SAW alikuwa ameshapata ishara kwa wahi kwamba Hazrat Fatuma aolewe na Hazrat Ali. Hivyo Hazrat Ali alipomwomba Mtume SAW akasema kwamba nimeshapata ishara ya Mungu kwa kupitia wahi. Kisha akamuuliza Fatuma kwamba yeye
anasemaje. Yeye kwa sababu ya haya akakaa kimya, na hiyo ilikuwa ishara ya kusema ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya kundi la muhajirina na ansar na akatangaza ndoa ya hat ali na hat fatuma. Tukio hilo ni la mwanzo au wastani wa mwaka wa pili wa hijra. Kisha baada yake, baada ya kutokea vita ya Badr katika mwezi wa Zulhijja hijra 2, sherehe ya harusi ikapangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita hat Ali na akamuuliza kuhusu mahari, ikiwa anacho chochote au la. Huzur anasema kwamba tukio litokalo bustanini lilikuwa limetokea mapema kabla ya harusi yao. Kama nilivyokuwa nimesema, Mtume sallam akamuita Hazrat Ali na akamuuliza endapo anacho chochote au la kwa ajili ya mahari. Hazrat Ali akasema, ya Rasulullah, sina chochote. Mtume sallam akasema, ile diraya iko wapi niliyokuwa nimekupa kutoka ngawira za Badr? Hazrat Ali akasema, ipo. Mtume akasema kwamba haya niletee. Hivyo diraya hiyo ikauzwa kwa dirhamu 480 na Mtume sallam kwa kutumia fedha hiyo hiyo akafanya maandalizi ya harusi. Vitu ambavyo Mtume sallam akampatia hat Fatuma vilikuwa na shuka, godoro lenye ujazo wa majani ya mitende na mtungi wa maji. Na katika riwaya nyingine kinu pia kimetajwa. Vitu hivyo vikawa tayari, ndipo wakaanza kufikiri kuhusu nyumba. Hadi muda huu hat Ali alikuwa akiishi kwa Mtume sallam katika sehemu fulani ya misikiti, lakini baada ya harusi alikuwa akihitaji nyumba yake ambapo aweze kukaa na mkewe. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hat Ali ili atafute nyumba kwa ajili yake. Hat Ali akapanga nyumba kwa muda na harusi ya hat Fatuma ikafanywa katika nyumba hii. Siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda nyumbani kwa hat Fatuma na akaagiza maji, kisha akafanya maombi juu yake, kisha akamiminia yale maji juu yao na akawaombea kwa kusema kwamba Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik lahuma naslaha, yani ewe Mungu wangu uijalie ndoa ya hawa na utie baraka tele katika uhusiano wao na watu wengine na uwajalie kizazi chao baraka nyingi. Kisha akawaacha faraghani na akaelekea nyumbani kwake. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia hat Fatuma nyumbani kwake. Hat Fatuma akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Harisa bin Noman Ansari ana nyumba kadhaa, umwambie ikiwa anaweza kutupatia nyumba moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yeye ameshatupatia nyumba nyingi, hivyo mimi katika kusema hilo najisikia haya. Harisa alipojua kuhusu hilo akaja kwa Mtume sallam na akasema kwamba ya Rasulullah, kila kitu nilicho nacho ni cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wallahi unapopokea kitu fulani kutoka kwangu, kitu hicho kinanifurahisha zaidi kuliko kile kinachobaki kwangu. Kisha sahaba huyo mwenye ikhilasi akatoa nyumba yake moja na Hazrat Ali na Hazrat Fatuma radhiyallahu anha wakahamia mle. Hazrat Ali na Hazrat Fatuma licha ya kuwa na hali duni walikuwa wakionyesha mfano wa kumtegemea Allah na kurizika kwa kile walichonacho. Hivyo inapatikana katika hadisi kwamba Hazrat Ali akasema ya kwamba Hazrat Fatuma kwa sababu ya kutumia kinu akapata shida. Siku hizi watumwa walikuwa wameletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatuma akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumkuta nyumbani. Hazrat Fatuma akakutana na Hazrat Aisha na akamwambia sababu ya ujio wake ni nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea nyumbani, Aisha akamweleza kuhusu ombi la Hazrat Fatuma. Hatari anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akatujia ilhali tulikuwa tumeshajilaza katika vitanda vyetu, tukapenda kuinuka, lakini Mtume akasema kwamba mubaki katika vitanda vyenu. Kisha akaketi katikati yetu hadi nikajihisi baridi ya miguu yake juu ya kifua changu. Mtume akasema kwamba je, nisiwaambieni jambo lilo bora zaidi kuliko ombi lenu? Nalo ni kwamba wakati wa kujilaza vitandani semeni Allahu akbar kwa mara 34 na subhanallah mara 33 na alhamdulillah mara 33.
hayo ni bora kwenu kuliko kumpata mtumishi. hata abu huraira anasimulia fatuma alimjia mtume saa salam ili amwombe mtumishi mmoja kutoka kwake na akalalamika kuhusu shida zake. Mtume akasema kwamba hutapata mtumishi yeyote kutoka kwangu. Alikuwa hataki kumpatia mtumishi, ijapokuwa hat ali alikuwa na haki yake kutoka ngawira za vita, lakini mtume saa salam hakupenda kuwapatia na akasema, je, nisikuambie jambo ambalo ni bora zaidi kuliko mtumishi? Wewe kabla hujalala usome mara 33 subhanallah na mara 33 alhamdulillah na mara 34 sema allahu akbar. hiyo ni riwaya ya sahih muslim. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza sira tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza tukio hilo kama hivi. Kwanza akieleza kutokana na hadithi ya Bukhari inayosema kwamba hat Fatuma alimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam na akalalamika kwamba kutokana na kutumia kinu anapata shida, na katika zama hizi watumwa wachache wakaletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatuma akamwendea lakini hakumkuta nyumbani na akamweleza Bi Aisha kuhusu ombi lake na akarejea nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea nyumbani, hat Aisha akamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ujio wa hat Fatuma. Ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akatujia na sisi tulikuwa tumeshajilaza katika vitanda vyetu. Nilipomwona mtume akija kwetu nikapenda kuinuka kwa ajili yake, lakini mtume akasema kwamba baki ulipo, kisha akaketi katikati hadi nikajihisi ubaridi wa miguu yake juu ya kifua changu. Ndipo akasema kwamba, je, nisiwaambieni kuhusu jambo bora kwenu kuliko ombi lenu? Nalo ni kwamba baada ya kujilaza vitandani semeni takbira mara 34 na subhanallah mara 33 na alhamdulillah mara 33, na hayo ni bora kwenu kuliko kumpata mtumishi. Muslim Maud anaandika kwamba kutoka tukio hilo tunapata kuelewa kwamba katika kugawa ngawira za vita mtume sallallahu alikuwa na umakini kiasi gani, ya kwamba hat Fatuma alikuwa akihitaji mtumishi na kwa sababu ya kutumia kinu kwa mkono wake alikuwa amepata shida mkononi, lakini hata hivyo mtume sallallahu hakumpatia mtumishi bali akamwelekeza ili afanye maombi kwa Mungu. Ikiwa angependa angeweza kumpatia mtumishi, kwani mali zote zilikuwa zikiletwa kwake ili azigawe kwa maswahaba, na hat Ali alikuwa na haki yake na hat Fatuma pia alikuwa na haki yake. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akazingatia umakini wa hali ya juu kwamba akiwapa jamaa zake mali hizi, wafalme wa baadaye wasije wakatoa natija kwamba mali hizi ni kwa ajili yao tu na kwa ajili ya watoto wao na wangejihalalishia mali za watu. Basi kama tahadhari, mtume sallallahu hakutoa chochote kwa Fatuma kutoka watumwa walikuwa wameletwa kwake. Pia ikumbukwe kwamba katika mali hizi Mwenyezi Mungu ameweka sehemu yake na sehemu ya jamaa zake. Hivyo wakati mwingine alikuwa akitumia kutoka mali hizi na kuwapatia jamaa zake, isipokuwa alikuwa hakitumii wala kuwapatia jamaa zake hadi apate kama sehemu yake. Je, dunia inaweza kuleta mfano wa aina hiyo wa mfalme yeyote ambaye awe mwenye kuhifadhi Baitul Mal kama alivyohifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam? Na ikiwa mifano ipo, basi inapatikana kwa watumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam pekee, wala dini zingine hazina mfano wake. Hazrat Ali bin Abu Talib anasimulia, usiku mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam alitujia na akasema kwamba, je, nini hamsali sala ya tahajjudi? Nikasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhai wetu umo mkononi mwa Allah, akipenda kutuamsha basi anatuamsha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa jibu lolote na akarejea nyumbani. Yani muradi wa swala ilikuwa tahajudi, kwamba hata akasema kwamba ikiwa tunashindwa kuamka wakati wa tahajud, basi hiyo inatokana na matakwa ya Allah. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hakujadiliana naye na akarejea nyumbani. Kisha nikamsikia akisema, ila hali alikuwa anarejea nyumbani, akasema kwamba wakana al-insanu aksara shay'in jadala, yani mwanadamu amezidi kila kitu kwa ubishi.
hamusleh maud raziallahu anhu akieleza tukio hilo anasema safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaendea mwanamkwe wake na kwa binti yake nyumbani kwao na akasema, je, mnasali tahajudi, sala inayosaliwa wakati wa usiku? hata ali akasema, ya Rasulullah, huwa tunajitahidi kusali, lakini wakati mwingine kutokana na matakwa ya Allah tunashindwa kuamka, basi hapo tunakosa. Mtume akasema, salini tahajjud, na akainuka na kuelekea nyumbani, na njiani alikuwa akisema mara kwa mara, wa kana al-insanu aksara shay'in jadala. hiyo ni aya ya Qur'ani tukufu ambayo maana yake ni kwamba mara nyingi binadamu anaogopa kukubali kosa lake na anafunika makosa yake kwa hoja mbalimbali. Muradi wake ni kwamba hat Ali na hat Fatuma badala ya kusema kwamba wakati mwingine tunakosea, kwa nini wakasema kwamba sawa na matakwa ya Allah tunaendelea kulala, na hapo wakalinasibisha kosa lao kwa Allah. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba Hazrat Ali ameeleza tukio lake lisemalo kwamba safari moja yeye alikuwa amemjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam jibu fulani lililokuwa na mjadala fulani ndani mwake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya kumkasirikia au kuonesha hasira yake akatumia njia ya ajabu kabisa ya kumjibu, naye akaendelea kupata hazi na laza kutoka jibu lake hadi siku za mwisho za uhai wake, na laza aliyopata ilikuwa haki yake hadi sasa. Kwa kujua njia hiyo aliyoitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila jicho lenye busara linapata hazi na linashikwa na butwa. Hat Ali anasema, na hii ni riwaya ya Bukhari, kwamba usiku mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitujia katika nyumba yetu na akasema kwamba, je, hamsali sala ya tahajudi? Nikasema, ya Rasulullah, uhai wetu umo mkononi mwa Allah, akipenda anatuamsha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia na akarejea bila kusema lolote. Kisha nikamsikia akisema kwamba binadamu katika mambo mengi huwa anaanza kufanya majadiliano. Allah kwa njia bora iliyoje akaitumia kwa ajili ya kumfahamisha Hazrat Ali kwamba usingetakiwa kusema hayo. Angekuwa mwingine, basi labda angeanza kujadiliana naye kwamba, hebu angalia daraja yangu kisha uone jibu lako. Je, ulikuwa na haki ya kukataa jambo langu na kusema hayo? Au angeanza kusema kwamba dai lako ni batili, kwamba binadamu amebanwa na matendo yake yamo mkononi mwa Allah, hivyo anatufanya apendavyo, na akipenda atuwezeshe kusali au la. Na angesema kwamba kumlazimisha mtu ni kinyume cha Qur'ani tukufu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumia njia yote kati ya hizi mbili, wala hakuwakasirikia wala kujadiliana nao, na hakuwaambia lolote, bali akiwa pembeni akaonyesha hisia zake za ajabu, akisema kwamba binadamu ana sifa ya ajabu, kwamba katika kila jambo huwa anatoa uzuru katika haki yake. Kwa hakika jibu hilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa na faida nyingi sana ambazo sehemu yake kadogo haiwezi kupatikana katika mijadala mirefu. Hadisi hiyo inatuambia mambo mengi ambayo yanaangazia hulka mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni vyema kwamba hulka hizi zielezwe hapa. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba jambo la kwanza tunalolijua ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na umakini gani katika mambo ya dini, ya kwamba wakati wa usiku akiwatembelea jamaa zake alikuwa akiwaangalia. Wanakuwepo watu wengi ambao wenyewe wanakuwa wema, wanawapa wengine mafunzo ya mema, lakini hali ya familia yao inakuwa mbaya na wanakuwa hawana uwezo wa kuwarekebisha watu wa nyumbani.
na kuhusiana na watu hawa inasemwa kuwa giza chini ya mshumaa, yaani kama ambavyo mshumaa unavyonawarisha vitu vilivyo pembezoni mwake lakini chini yake kuna kuwepo giza, vivyo hivyo watu hawa pia wanaendelea kuwanasihi wengine lakini hawaoni hali ya nyumba yao, ya kwamba watu wa nyumbani wanapata faida gani kutoka mwanga wetu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizingatia sana jambo hilo, kwamba jamaa zake wajinawarishe na nuru yake ambayo alileta kwa ajili ya dunia, na kwa ajili yake alikuwa akifanya juhudi na alikuwa akiwashawishi na kuwakagua. Na kuwalea jamaa ni fani azimu ambayo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa nayo, basi kitu fulani chenye thamani ya juu kingekosekana katika hulka zake. Jambo la pili tunalolijua ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na imani kamili juu ya mafundisho yake aliyokuwa ameweka mbele ya dunia, na alikuwa hana mashaka yoyote hata kwa sekunde. Na kama ambavyo watu wanaleta shutuma kwamba Mungu apishe mbali kwa ajili ya kuipotosha dunia na kwa ajili ya kujipatia utawala, alikuwa ameanza biashara hiyo, waila alikuwa hapati wahi, hiyo sio sahihi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na imani imara juu ya utume wake ambayo mfano wake haupatikani duniani. Kwani mtu anaweza kusema kwamba Mungu apishe mbali, mtume huyu anatumia ujanja fulani ili athibitishe ukweli wake, lakini hawezi kufikiri kwamba wakati wa usiku mtu huyo atakuwa akiwaendea binti na mkwe wake halafu awahoji kwamba je, wanafanya ibada au la, ambayo si farazi bali kuitekeleza kumeachwa kwa waumini na juu ya hali zao na inayotekelezwa wakati wa usiku. Wakati huo kwenda kwake na kuwashawishi kwa binti na mkwe wake kwamba wasali tahajudi kunathibitisha ile imani aliyokuwa nayo kuhusu mafundisho yake, na alikuwa anatamani kwamba watu wayafuate. Waila mtu mzushi ajuae kwamba kuyafuata na kutoyafuata mafundisho ni kitu kimoja, yeye hawezi kuwanasihi watoto wake katika nyakati za siri kwamba wayafuate mafundisho. Yani ikiwa ajue kwamba kuyafuata mafundisho na kuto kuyafuata ni kitu kimoja, ye hawezi kufanya hivi. Na hayo yanaweza kutokea ambapo mtu awe na imani kamili moyoni mwake kwamba bila kuyafuata mafunzo hayo mtu hawezi kufikia ukamilifu wowote katika dini. Na hayo yanaweza kutokea ambapo mtu awe na imani na awe na yakini kwamba bila kuyafuata mafundisho mtu hawezi kupata ukamilifu katika dini. Jambo la tatu ni lile lile ambalo kwa lengo la kulithibitisha nimelieleza tukio hilo, nalo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo alikuwa akitumia sifa ya uvumilivu, na badala ya kubishana kwa kutumia upendo na mapenzi alikuwa akiwaambia watu kuhusu kosa lao. Hivyo wakati huo pia hata Ali alipojaribu kusema kwamba tukipata usingizi basi tunakuwa hatuna mamlaka juu ya nafsi zetu, kwani mtu anayelala anakuwa hana mamlaka juu ya nafsi yake, na atajuaje kwamba muda fulani umevadia ili afanye shughuli fulani na fulani? Mungu akituamsha tu tunaswali, waila tunakuwa na uzuru, kwani wakati ule hata saa zenye alam zilikuwa hazipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hayo akastajabu, na hilo lilikuwa lazima litokee, kwani imani aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam moyoni mwake ilikuwa haimwachi aghafilike kutoka wakati wa tahajjudi na asipate habari yake. Hivyo akageuza uso wake upande wa pili na akasema kwamba binadamu hakubali bali analeta ugomwi. Wewe ungetakiwa kujitahidi kusali katika siku zijazo. Hata Ali anasema kwamba kuanzia siku ile sikuacha tahajudi hata kwa siku moja. Habari zake bado zinaendelea na nitaeleza katika hutuba ijayo. Siku hizi hali jinsi inavyoendelea kuwa mbaya katika nchi ya Pakistan, baadhi ya maafisa wa serikali wakiwafuata mashekh na wakiungana nao wanaendelea kujaribu kutuletea hasara kubwa sawa na uwezo wao. Hivyo mufanye maombi
na hasa waahmadia wa rabwa na waahmadia wa nchi nzima na wote wanaoishi sehemu mbalimbali wafanye maombi kwamba mungu atuokoe kutoka shari yao na mwenyezi mungu atusaidie dhidi ya njama zao na mwenyewe awakamate kwa haraka iwezekanavyo. Sasa baada ya sala ya ijumaa nitaongoza baadhi ya sala ya jeneza ya ghaibu. marehemu wa kwanza ni mheshimiwa commander chaudhry muhammad aslam sahib wa canada ambaye novemba 2 2020 akafariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu mwaka 1929 alizaliwa katika mji wa gujranwala na kutoka gujranwala akafanya metric na akapata first division. kisha katika Talimul Islam College akafanya FSc na kutoka Government College Lahore akamaliza BSc. kisha katika chuo cha Punjab University chini ya uongozi wa Dr. Abdulsalam akafanya MSc katika fizikia. 1948 akajiunga na Furqan Force ambapo akapewa tuzo ya Mujahid Kashmir. mwaka 1955 akaungana na Pakistan Navy yani jeshi la wanamaji ambapo akaitumikia kama mkurugenzi na deputy president of inter-services selection board naval headquarters Islamabad, deputy director naval education services na kwenye niazifa mbalimbali. marehemu katika jeshi la wanamaji akaweza kutoa huduma yake kwa ajili ya kufungua shule na colleges mpya. pia akatoa huduma yake makhsus kwa ajili ya kuanzisha Bahria University. baada ya kustaafu kutoka jeshi la wanamaji akahamia Canada na mwaka mmoja akafanya wakfu ardhi katika Mission House ya Toronto. kisha 1993 akapeleka ombi kwa khalifa mtukufu wa 4 ili aweze kutoa maisha yake wakfu. huzur akapokea ombi lake na marehemu ameitumikia jamaat kwa miaka 28. marehemu ameweza kuitumikia jamaat kama katibu wa jaidad, katibu rishnanata, additional secretary Mission House na msaidizi wa homeopathy clinic. marehemu alikuwa mpole, mnyenyekevu, alikuwa akiwatendea wote kwa wema, alikuwa akiswali sala kwa wakati wake, mwenye kuupenda ukhalifa, alikuwa ashiki mkweli wa ukhalifa. baada ya kujitolea maisha yake wakfu akatumia kila dakika kwa ajili ya jamaat. alikuwa ameugua tangu muda fulani lakini kila alipopata nafuu alikuwa anakuja Mission House na alikuwa anafanya kazi mbalimbali ya jamaat. ameacha nyuma mke na wana 3. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu marehemu na awajalie watoto wake ili waweze kuendeleza mema yake. Nusra Jahan sahiba ambaye ameolewa na mwana wake anasema kwamba marehemu alikuwa mpole, mwenye moyo mkunjufu na mwema sana. akatimiza wakfu kwa uaminifu wote. alikuwa mume mzuri, baba mzuri, na kabla ya kifo akaendelea kuwa nasihi watoto kwamba waendelee kuungana na jamaat na waendelee kuwa na uhusiano mwema na Allah. na muda wote akaswali sala na tahajudi kwa wakati. jeneza ya pili ni ya Bi Shahina Kamar sahiba, mke wa Kamar Ahmad Shafiq sahib ambaye ni driver wa Nazarate Ulia. mama huyo Shahina Kamar sahiba na mwana wake mpendwa Samar Ahmad Kamar tarehe 12 Novemba 2020 wakafariki katika ajali ya barabarani. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. wakati wa kifo marehemu Bi Shahina Kamar alikuwa na umri wa miaka 38 na kijana wake alikuwa na umri wa miaka 17. Shahina Kamar sahiba ameacha nyuma mume wake na mabinti 2 na mwana mmoja na pia amewaacha ndugu 3. binti yake Shahina Kamar anasema kwamba mama yangu alikuwa mwema sana, muda wote alikuwa akitunasihi tufanye mema. mwenyewe pia alikuwa anatuonyesha kwa mfano na alikuwa akituambia mambo mbalimbali. alikuwa kama rafiki yangu.
alikuwa akisema kwamba mujitahidi kufanya shughuli za jamaat, na alikuwa na shauku ya kufanya kazi ya jamaat, na alikuwa tayari muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kuitumikia jamaat. Alikuwa si msomi sana, lakini hata hivyo akaendelea kufanya kazi vizuri na akawalea watoto kwa njia iliyo nzuri. kisha ni habari ya kijana wake azizam samar ahmad kamar ibn kamar ahmad shafiq sahib ambaye naye alifariki dunia pamoja na mama yake katika ajali ile ya barabarani. Alikuwa mwanafunzi wa first year katika Talimul Islam College, na kwa fadhila za Allah alikuwa hodari katika masomo. Alikuwa akitoa huduma mbalimbali katika jamaat, katika Khudamul Ahmadiyya, na kwa shauku kubwa na kwa bidii alikuwa anafanya kazi ya jamaat. Kila alipopata mwaliko kutoka Zaim Saheb alikuwa anakwenda kwa ajili ya kufanya kazi ya dini. Baba yake anasema kwamba wakati mwingine mimi nilikuwa safarini kwa siku 3-4, na alikuwa ananiambia kwamba baba, usiwe na wasiwasi, mimi nipo, nitaangalia mambo yote. Na alikuwa anafanya kazi kwa bidii na alikuwa anaelewa kuhusu wajibu wake. Dada yake anasema kwamba ndugu yangu alikuwa mzuri sana, alikuwa hapati hasira. Hata mimi nikisema lolote alikuwa hapati hasira, bali alikuwa anatupenda sana. Wengine pia wameandika hivi: Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na aijalie familia yake subira na uvumilivu, wale walio wadogo na hata baba yao pia aweze kupata subira, ambaye amepoteza mwana wake na pia amepoteza mke wake. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Saida Afdal Khokar Sahiba, mke wa Muhammad Afdal Khokar Sahib shahid, ambaye alikuwa mama wa Ashraf Mahmud Khokar Sahib shahid. Mume wake alikuwa amewawa shahidi na mwana wake pia alikuwa amewawa shahidi. Marehemu tarehe 12 Septemba 2020 akafariki dunia huko Canada. Baada ya kuwawa shahidi kwa mume na mwana wake, akavumilia matatizo mbalimbali na akaishi maisha kwa heshima na taazima, na hakulalamika hata kidogo. Akatimiza wajibu wa kuwaoza mabinti 3. Miaka michache kabla akaona mpigo mkubwa wa kifo cha kijana wake Asim Mahmud Khokar. Hata hivyo akavumilia na akaonyesha mfano wa subira. Alikuwa akiwapenda jamaa zake, alikuwa akiwatumikia wageni na wanyonge, alikuwa na udugu mkubwa na ukhalifa, alikuwa akishiriki katika mipango mbalimbali ya jamaat. Muda wote akaendelea kutoa mchango kwa niaba ya wazazi, mume wake na jamaa zake. Wazazi wake Mirza Fazl Karim Saheb na mama yake Sukra Begum Sahiba walikuwa maashiki wakubwa wa Islam Ahmadiyya. Marehemu alikuwa dada wa Mirza Mujib Ahmad na Mirza Fazl Rahman Saheb wa East London. Alikuwa shemeji ya Mubarak Khokar Saheb of Lahore, na alikuwa mama mkubwa wa Mubarak Siddiqui Saheb. Marehemu alikuwa musia, ameacha nyuma kijana wake Bilal Ahmad Khokar na babinti 3, Tayyiba Quraishi, Tahira Majid na Samina Khokar. Mwenyezi Mungu amnyanyue marehemu katika daraja zake na amghufirie na amrehemu, na wajalie watoto wake waweze kuendeleza mema ya mama yake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.